Gen Z wamfanyia tukio zito naibu waziri wa michezo, sanaa na utamaduni Mlimani City. Mgeni rasmi wa sherehe ya miaka 30 ya Bongo Flava ambaye ni naibu waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo Hamisi Mwinjuma, usiku huu wa kuamkia Julai 11 mwaka 2026, akizungumza na mashabiki wa muziki huo waliojitokeza kuburudika maeneo ya Mlimani City jijini Dar es Salaam, amejikuta ameshindwa kuendelea na maelezo yake baada ya kutaja serikali ya awamu ya 6, na mashabiki hao waliibua mgomo kuonyesha kuwa hawataki kusikia mambo hayo. Wao wanataka burudani tu usiku huo. Nataka kuwaambia tunajenga arena, mnavyotaka ndio taasisi tunavyotaka. Hapa tunachambua tukio lililotokea usiku wa kuamkia leo katika sherehe ya miaka 30 ya Bongo Flava Mlimani City jijini Dar es Salaam, ambapo naibu waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo Hamisi Mwinjuma aliyekuwa mgeni rasmi alishindwa kuendelea na hotuba yake baada ya kutaja serikali ya awamu ya 6, na mashabiki hasa Gen Z wakaanza kumkatisha na kuonesha kutotaka kusikia mambo ya kisiasa, na wao walitaka burudani tu. Wakati wa sherehe ya miaka 30 ya Bongo Flava, naibu waziri Hamisi Mwinjuma alipokuwa akizungumza na kutaja serikali ya awamu ya 6 na mipango yake kama kujenga arena, mashabiki waliibua mgomo na kuonyesha kutotaka kusikia mambo ya kisiasa. Wengine walipiga kelele na kumkatisha, na tukio hilo lilimalizika bila hotuba yake kuendelea. Mwinjuma alisema, nataka kuambia tunajenga arena, mnavyotaka na sisi ndio tunataka. Tukio hili linakuja wakati wa mvutano wa kisiasa unaoendelea nchini, na Gen Z wanaonekana kuwa na sauti kali ya kukataa siasa katika maeneo ya burudani, na Bongo Flava ni sekta kubwa ya burudani na inaathiri vijana wengi. Vijana wa kizazi hiki Gen Z wana sifa ya kuwa na sauti kali mtandaoni na katika maeneo ya burudani, na ripoti za UNICEF pamoja na World Bank zinaonyesha kuwa Gen Z ambao Tanzania na Afrika wana wasiwasi mkubwa kuhusu ajira, gharama ya maisha pamoja na haki. Mara nyingi wanakataa propaganda ya kisiasa katika maeneo yasiyo ya kisiasa. Bongo Flava imekuwa chombo cha kujieleza kwa vijana, na matukio kama hili yamekuwa yakiongezeka, na serikali imekuwa ikijaribu kushirikiana na wasanii wa Bongo Flava katika kampeni mbalimbali, lakini vijana wengine wanaona hii kama siasa inayoharibu burudani. Mvutano wa kisiasa baada ya uchaguzi wa mwaka 2025 umeathiri hisia za vijana, na Gen Z wanaonekana kuwa na chuki au kutoridhika na siasa za kawaida. Tukio hili linaonyesha mgawanyiko kati ya serikali na vijana katika maeneo ya burudani pamoja na utamaduni. Tukio la Mlimani City linaonyesha kuwa vijana haswa Gen Z wanaweka mipaka wazi. Burudani ni burudani, si jukwaa la kisiasa. Kauli ya naibu waziri ilikuwa ya kawaida katika sherehe za serikali, lakini iligongana na hisia za mashabiki waliotaka kutoroka siasa kwa muda. Hii ni dalili ya kutoridhika kwa vijana na siasa za kila siku. Serikali inapaswa kujifunza kutokana na tukio hili. Vijana wanataka burudani safi bila propaganda. Hata hivyo, siasa inaathiri maisha ya kila siku kama ajira, elimu na gharama ya maisha. Hivyo vijana hawana budi kushiriki. Serikali inapaswa kutumia wasanii na burudani kujenga maudhui chanya bila kulazimisha. Gen Z ni kizazi kinachokuwa haraka na kinachotaka matokeo halisi, si maneno tu. Tukio hili linaonyesha mgawanyiko kati ya viongozi na vijana. Viongozi wanaona fursa ya kujitangaza, lakini vijana wanaona kama siasa inayoharibu furaha. Ili kurekebisha, serikali inahitaji kushughulikia masuala halisi ya vijana kama ajira, elimu, burudani salama, badala ya kutumia matukio ya burudani kama jukwaa la kisiasa. Hii inaweza kuwa ishara ya kutoridhika kwa vijana na mwelekeo wa kisiasa, na inahitaji mazungumzo na hatua halisi ili kuepuka migawanyiko mikubwa zaidi. Vijana ndio nguvu kazi ya taifa. Kuwapuuza au kuwalazimisha siasa kunaweza kuwa na gharama kubwa. Wapenzi wasikilizaji, tukio la naibu waziri Mwinjuma linaonyesha kuwa vijana wana sauti na mipaka yao. Tunahitaji mazungumzo na hatua halisi ili vijana washiriki katika siasa na burudani bila migogoro. Je, wewe nini maoni yako kuhusiana na tukio hili la Hamisi Mwinjuma aka Mwana FA kuzomewa au kukatishwa alipotaka kuhutubia vijana wa Gen Z kwenye kongamano hilo la miaka 30 ya Bongo Flava, ambapo alitaja masuala ya siasa kama kumshukuru Mheshimiwa Rais, mswakata la kujenga arena, ambapo watu walimkatisha wakasema hawataki kusikia mambo hayo, wenyewe wanataka burudani tu, ambapo ilibidi aache kutoa hotuba yake na mambo mengine yaendelee.
Je, ile tukio hilo linakufundisha nini? Au wewe unalichukuliaje? Nini maoni yako kuhusiana na tukio hili? Je, hatua tuliofikia sasa hivi nchini Tanzania imekuwa watu hawana uoga kabisa kuzungumza ukweli ambao unaendelea kutokea. Watu wamejawa na chuki pamoja na ujasiri sasa hivi wa kuweza kuyasema maneno hadharani bila kuogopa. Kama wanaweza kumpinga waziri, naibu waziri hadharani hivyo bila uoga, wakati zamani ilikuwa ni kitu ambacho hakiwezekani. Kwa hiyo hii inaonyesha kuwa lika la sasa hivi au vijana wa sasa hivi waliopo nchini Tanzania sio wale waliokuwepo kipindi hicho miaka ya nyuma. Kwa hiyo serikali inapaswa kudili nao kulingana na maisha walionao sasa hivi, sio kulazimisha kwenda na system ile ambayo walizoea hapo zamani. Tayari zama zimebadilika na huu muda sasa ni muda wa kidijitali, sio era ambayo iliyokuwepo zamani. Hii ni era mpya kabisa, ni new generation age ambayo inakuja na mindset tofauti. Watu wana uwezo wa kuchambua na kudadavua vitu vingi, wanaweza kuaccess material na information mbalimbali kutoka kwenye sources mbalimbali kwenye mitandao ya kijamii. Kwa hiyo wako na elimu ya kutosha kuhusiana na mambo wanayozungumza na pia mambo wanayaona. Kwa hiyo kuna njia nyingi za kudili nao watu kama hawa, na sio kwa kulazimisha kuingia kwenye mfumo ambao ulikuwepo hapo zamani. Mpaka sasa hivi inaonyesha mfumo uliokuwepo tayari umeshafeli, kwa inabidi serikali ije na mfumo mwingine wa kudili na hawa watu. Je, wewe nini maoni yako kuhusiana na hili?